Bado jamii inahimizwa kuongeza umakini katika matumizi ya akili mnemba kutokana na shubiri zinazoweza kujitokeza, ikiwemo kuvuja faragha za watu katika maeneo tofauti, hususan maofisini. Licha akili mnemba kuonekana ni solution katika utekelezaji wa majukumu katika maeneo mbalimbali, hususan kwa wanafunzi shuleni pamoja na wafanyakazi maofisini, bado inahofiwa kupelekea athari mbalimbali, ikiwemo kuvuja kwa faragha ya mtu bila idhini yake. Shubiri hii inahofiwa zaidi kwa wafanyakazi wawapo maofisini, kama anavyoelezea Leonard Waziri, ambaye huyu ni mbobezi katika masuala ya haki za binadamu kutoka Chuo Kikuu cha Iringa. Data au taarifa za mtu binafsi zinastahili kulindwa, kuziweka sehemu salama data za mtu huyo, maana zinakuwa sehemu salama na hata athirika kwa namna yoyote. Ukusanyaji wa data bila ridhaa. Mfumo wa akili mnemba una uwezo wa kuunganishwa katika mifumo ya kompyuta ya taasisi au kampuni. Pia ina uwezo wa kuunganishwa katika mfumo wa email za wafanyakazi. Lengo kuu likiwa ni ufuatiliaji wa matendo ya wafanyakazi kupitia kompyuta na mazungumzo anayokuwa anazungumza. Pia uwepo wa teknolojia kutambua uhusika kama alama za vidole au sura. Akili mnemba ina uwezo wa kufanya kazi kama binadamu. Inaweza kutumia email ya mfanyakazi na kuaccess data zake binafsi kwenye simu yake. Ina uwezo wa kunasa mazungumzo yake binafsi na taarifa zote ambazo akili mnemba itakuwa imezipata, maana zinahifadhiwa katika server ya kampuni au taasisi. Hivyo basi, kama taarifa hizo au data hizo hazitahifadhiwa vizuri, zinaweza kupelekea kuzipata watu ambao hawahitajiki, hivyo kuhatarisha sana faragha ya mtu. Lakini je, ni kwa jinsi gani matumizi ya akili mnemba katika taasisi inaweza kuathiri utendaji kazi kwa watumishi wake? Leonard Waziri anafafanua. Artificial intelligence ama akili mnemba ina uwezo wa kuwekwa katika CCTV kamera za kampuni au taasisi. Hizi zitakuwa zina lengo la kufuatilia mienendo ya wafanyakazi, namna wanavyofanya kazi. Sasa hii ni hatari kwa sababu hii inawaletea wafanyakazi mzigo, matatizo ya saikolojia na kushindwa mfanyakazi kufanya kazi yake vizuri na kwa uhuru, kwa sababu kila mtu atakuwa anafuatiliwa. Changamoto ni zipi? Kutokuwepo sheria inayodhibiti akili mnemba. Uwepo wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi haitoshi, kwa sababu haizungumzii kuhusu matumizi ya akili mnemba. Wafanyakazi wengi hawana ufahamu wa haki zao za kisheria na mara nyingi wanaweza kukubali masharti ya kukusanya data bila kufahamu madhara yake. Hata hivyo, akili mnemba ni sukari kwa watumiaji endapo itatumika kwa matumizi sahihi, kama inavyogongelewa msumari na Mariam Lukindo pamoja na Swaiba Salim Omari. Hatari mojawapo ni uchunguzi usiodhaniwa. Hii akili mnemba inaweza ikatumika kwenye kufanya uchunguzi usiodhaniwa. Na uchunguzi huo usiodhaniwa unaweza kufanyika kwa kuangalia vitu ambavyo mtu fulani anavifanya katika mitandao, labda kuangalia video, kufanya vitu fulani. Kwa kampuni fulani au taasisi fulani inaweza kukuchunguza wewe. Ukiwa na akili mnemba unaweza ukatumia akili yako ukafikiria, ukafanya maamuzi. Yaani ukafanya ile maamuzi haraka lakini bila kuathiri kitu chochote. Pia unakuwa na mahusiano mazuri na jamii yako. Unakuwa una positive effect kwa jamii. Lazima utakuwa na mahusiano mazuri. Kimataifa, takribani raia 19,500 wa Afghanistan wamepitia shubiri ya kufukuzwa nchini Pakistan, ikiwa ni kati ya zaidi ya 80,000